Mtazamaji, karibu katika kipindi maalum hapa Television Tumaini. Karibu tuambatane pamoja. Mimi ni Anet Nyoni, na kila nilipofika muda huu basi tayari tunakuwa na jambo ambalo tunaona hili ni maalum kabisa na wacha tulizungumzie, na ndio maana tunaliweka ndani ya kipindi hiki maalum kabisa, ndani ya kipindi hiki ndani ya TV hii Television Tumaini. Mimi ni Anet Nyoni, karibu tuambatane pamoja. Na siku hii ya leo katika kipindi hiki maalum niko na mgeni hapa, na si mwingine, huyu ni ndugu Adrian Mwaimu, ambaye yeye ni naibu katibu mkuu TUSPO Taifa. Pengine utajiuliza TUSPO ni kitu gani? TUSPO hii ni taasisi isiyokuwa ya serikali ambayo malengo yake hasa ni kutetea haki za watu wenye matatizo ya afya ya akili, ama wenyewe wanapenda kuita ulemavu wa saikolojia. Sasa huyu yeye ni naibu katibu mkuu wa taasisi hiyo ya TUSPO. Ndugu Adrian, karibu sana. Asante sana. Habari za TUSPO? Mungu anasaidia. Na hongereni pia kwa majukumu ambayo mnayafanya ndani ya TUSPO. Asante sana. Na pengine kwa kuanza tu, mtazamaji ambaye ni mara ya kwanza anapata kusikia TUSPO, anapata kuisikia taasisi hii ambayo inatoa haki, taasisi ambayo inatetea haki za watu hao wenye matatizo ya afya ya akili. Tuifahamu hii taasisi ya TUSPO. TUSPO ni taasisi iliyoanzishwa mwaka 2008. Na hii inatetea zaidi watu wenye changamoto mbalimbali za akili. Kwa sasa hivi tumeweza kuliboresha neno afya ya akili, tumeleta ni tatizo la akili. Kwa sababu ukiweza kuangalia hata wazungu waliweza kuambia mental health problem. Sisi kwa sababu wa Tanzania tumeshazoea kukopi na kupaste, tukaweka afya ya akili. Hivi mfano nikikwambia wewe au mtazamaji wangu, wewe una afya ya akili, sintafurahi, maana yake niko vizuri. Afya yangu ina hadi kitambi ya kuchukua. Kumbe nani? Mental problem ni tatizo la akili. Ambalo hili tatizo la akili kwa sasa hivi kwa sisi taasisi ya TUSPO tumelibeba kwa mikono yote. Na tupo tayari kupambana bega kwa bega, nyumba kwa nyumba, chumba kwa chumba, mtu kwa mtu, kuhakikisha Tanzania tunaweza kutokomeza ili tatizo la akili. Tatizo la akili katika jamii yetu. Na pengine tunataka kufahamu sasa muundo wa namna ambavyo ninyi TUSPO mnafanya kazi. Lakini zaidi sana pia tuifahamu pia hii TUSPO, je, ipo Dar es Salaam tu peke yake ama pengine mmesambaa Tanzania nzima? TUSPO kwa kifupi tupo Tanzania nzima. Ila kuna baadhi ya wilaya ambapo bado hatujaweza kufika. Ni kweli, lakini wilaya nyingi tupo ndani ya wilaya 32 sasa hivi. TUSPO tumeshatapakaa. Na kule kote kuna wenyekiti, makatibu, kuna na wanachama wa TUSPO ambao wote wanapata matibabu katika hospitali husika kila wilaya. Hizi wilaya nyingine nazo tunapambana na uongozi uliopo. Kila uongozi uliopo unatupa tafu kiasi, tunaenda kwa sababu hatuwezi kupambana sisi kama sisi wenyewe. Lazima tuweze kushirikiana na serikali. Na siwezi kusema kwamba serikali imeweza kututupa kabisa. Hapana, serikali inatetea. Inatetea watu wenye matatizo ya akili kila kukicha. Ila kuna baadhi sana ya viongozi ambao hawajui nini maana wamepewa ule uongozi. Huko chini sasa mlipo. Unazungumzia huko chini. Kuanzia mitaa, kuanzia vitongoji, kuanzia kata. Wana nani kama wanavuta and break. Lakini Mungu alivyo mkubwa, wanaachia. Mwisho wa siku wanajikuta wanaachia kwa sababu wanaikuta TUSPO Adrian imefika, kama sio Adrian naibu katibu wangu mkuu kafika, Mr. Sanga. So unakuta nao lazima wataachia. Ndio maana naweza kuisemea serikali ya awamu zote kuanzia Nyerere ameweza kusaidia watu wenye ulemavu wote. Siwezi kusemea ulemavu wa saikolojia peke yake, hapana. Kaanzia ulemavu wa viungo, yani serikali yote iliyopita inasaidia walemavu. Na sio kwa sasa hivi janga linalo hit sana. Na hata mimi mwenyewe kama nimepewa ndoto, nimeoteshwa na Mungu nije nditetee na nije ndisimamie
nije nipambane nayo mpaka na kisha limefikia wapi. Ndio changamoto ya afya ya akili. Na mtazamaji, huo ni msingi tu ambao tumejenga katika kipindi hiki maalum, ambapo zaidi sana tukiangazia uangalizi wa watu wenye magonjwa ya afya ya akili. Uangalizi wa watu wenye ugonjwa wa akili. Akasema tuiweke hivyo. Usije kusema afya ya akili. Afya ya akili maana yake ni utimamu, huyu mtu yuko vizuri. Lakini unaposema ni ugonjwa maana yake hili ni tatizo. Sasa tukiangazia ninyi namna ambavyo TUSPO mmesema tayari mmeshatapakaa katika wilaya mbalimbali mkifanya kazi. Mimi naona ninyi pengine kama daraja. Namna gani ninyi TUSPO sasa mnafanyika kuwa daraja kati ya wale ambao wana changamoto hiyo ya afya ya akili katika mitaa yetu, katika jamii zetu hizo, na zile sehemu ambazo watu wanatoa huduma. Pengine kwa nini nauliza hivyo? Nauliza hivyo kwa sababu katika eneo hilo hasa changamoto ya afya ya akili, mara nyingi tumekuwa tukikutana na watu ambao wenye familia ambao pengine na mgonjwa mwenye tatizo hilo afya ya akili, anakuambia afya ya akili bwana ni gharama sana, ama pengine kwenda kumuona msaikolojia ama washauri tiba kwenda kuwaona ni gharama na vitu vingine kama hivyo. Ninyi namna gani mnafanyika kuwa daraja kati ya hao wenye changamoto lakini na wale ambao wanatoa huduma hizo za uangalizi? Okay, asante. Ndio maana toka pale awali naweza kuambia TUSPO tupo nyumba kwa nyumba, kaya kwa kaya, mguu kwa mguu, mtu kwa mtu, ili kuweza kuhakikisha jamii yote tumekuwa rafiki na tumekuwa kitu kimoja, kwa sababu na imani ni watu wengi sana wakishagundua kama ndani kwao au kuna katika familia yao kuna mmoja wao ana tatizo la akili, wengi wao wanasemaga kalogwa au ni mchawi yule, au wengine sasa hivi wana nani nyingi sana, wengine wanasemaga majina yako mengi mabaya, wengine sasa hivi majina wameachana nayo. Sasa hivi unaweza kujikuta unapita tu unaona tu wananyosha na mkono yule afu ishara ile ishara tukisha kuonyesha namna hii jua wewe wanakuchukulia kivingine. Lakini na imani kwa yule mtu akutana na watu wa TUSPO, tunamchukua kwanza, tunampiga ile counseling, tunamtoa kwanza ile hofu, then tunamwambia wewe, sikiliza, siku zote mtu ukishajitambua, ukijikubali, ukijiamini, ukijipenda, kwa TUSPO tunakuambia K4 ambazo ni kujikubali, kujitambua, kujiamini, kujipenda. Wow. Kwa hiyo umetoboa. Hiyo hata Mungu mwenyewe anakunyosha mistari. Kwa sababu gani? Sawa, mimi ni mlemavu wa saikolojia. Umeona? Na tatizo la akili muda na muda. Lakini wewe hutaweza kunitambua kwa sababu ukiniona appearance yangu mimi mwenyewe kwanza nimejipenda. Nimeshajikubali. Na nakubali. Sawa, kuna changamoto nyingi sana za dawa, hilo najua. Na je nitakidhi vipi ili kuweza kuzitatua? Naanza kufuatilia sehemu moja moja. Kama mimi nilihangaika sana kipindi cha mara kwanza. Nikaenda hospitali, nikaenda hivi wananiletea bili 300,000 laki ngapi ni kwa mwezi. Sasa nikaangalia hivi nikaona hapana. Mwisho wa siku nikaja nikakutana kipindi kile, japo nikopo sipendi kutaja na, lakini kwa sababu hajafanya baya naomba nimtaje tu. Kipindi kile alikuwepo nani Jenista Mwagama, ndo mwenye wizara yake mwaka ule. Sijui nipata wapi ujasiri nikapata namba yake, hebu mtafute. Jenista Mwagama akaniambia, hebu muone ustawi wako wa jamii sehemu ulipo. Sehemu ulipo. Nikagundua kumbe sasa mimi sikuanzia pale, nikaenda moja kwa moja wilayani kwa sababu sina hasira ya haraka. Hapo niko bado sijajitambua, sijajikubali, yani naona kama watu wananinyanyapaa. Kwa sababu ndio ile nikipita watu wananipa ishara tu. Ile kuniface live hivi wanashindwa kwa sababu wanaogopa. Kwa sababu wanaogopa, nasema yule saligongwa na mwendo kasi ule, na kweli niligongwa na mwendo kasi 2016. Ndio chanzo cha tatizo. Ndio chanzo cha haya matatizo yangu. Mwendo kasi 2016 kipindi kile ningeingia wengi, Mungu hajapenda, lakini mimi Mungu kanipambania. Nimepigwa ICU miezi 3 pale Moi. Damu zilivilia kwenye ubongo, lakini mpaka leo niko hapa naongea. Sasa watu wakishagundua namna ile, watu wanasema ile chenga ile, kumbe mwisho wa siku mwenzao hata sipo huko. Naendelea mambo mengine. Mwisho wa siku nilipoenda kwa ustawi wa jamii wa wilaya, ustawi wa jamii wa wilaya akaniambia, anzia kwanza kata yako ulipotoka,
nikarudi chini sasa licha kwa ulivuka kwa ustawi wa jamii wa kata. Kwa ustawi wa jamii wa kata akaniambia, "Da Adrian, pole sana kwa kuzunguka." Na uzuri wana maneno mazuri. Maneno mazuri na lazima utamuelewa. Ndio. Then nikarudi kwa nani? Akaniambia, "Hebu nenda kalete barua ya utambulisho kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa." Ambayo ile barua ya utambulisho itakutambulisha kwamba wewe ni mhitaji wa matibabu. Na nilikuwa nikaiandika nikimpelekea. Nilipompelekea, yeye akaniambia, "Wewe unatibiwa wapi?" Mimi nikamwambia, "Mimi natibiwa hospitali ya Muhimbili." Akaandika barua. Akaniambia, "Sasa hivi ipeleke kwa afisa ustawi wa jamii wa wilaya." Kwa afisa ustawi wa jamii wa wilaya naye wanamiuria wanagonga. Unajua wale ile barua yao ni kibali tosha. Yaani ile ni zaidi ya bima. Naweza kusema. Siwezi kuongopa. Ni zaidi ya bima. So nilipofika pale wakaniambia ipeleke pale Muhimbili, pale kuna afisa ustawi wa jamii pale. Nilipopeleka pale, mwisho wa siku ikawa dawa mseleleko. Kumbe nikaona kumbe wengi tunapotea. Ndio maana nilipokuja TUSPO, nilipohamia TUSPO ndio kuweza kuyajua yote haya. Kwamba unaweza kuna nini. Kwa sababu hadi ndugu wenyewe walikopo wengine wameshani block. Nikiwapigia simu unaopigia inatumika, kumbe wameshani block kwa sababu wanajua huyu akinipigia unasikia huyu hela dawa hii. Sasa mwisho wa siku wakani block, lakini kwa bahati nzuri baada ya kuniona mimi nimeshaanza kupambana mwenyewe, wao wenyewe nikaanza kuwafuata mimi. Ndio. Jamani, 1 2 3 walifungua nafsi zao, roho zao, wakaunda hadi group. Ndio. Lakini hawakunitupa namna hiyo, japo walianza kunisaidia toka nilipoanza pata tatizo. Tatizo nimelazwa ICU mpaka mwanaume mzima amevalishwa pampers. Lakini ni mambo ya Mungu. Unajua kama Mungu hajataka kabisa. Jua Mungu alitaka labda endapo Adrian uendelee utoke pale Adrian upone leo hii uje uelimishe watu kabisa juu ya hili janga. Na uje kuwa naibu katibu mkuu TUSPO. Maana hii leo huelewa hili janga tusilichukulie kama watu wanavyolichukulia. Hili janga ni tatizo kama ilivyo matatizo mengine. Ndio. Kama ukiangalia zaidi katika nchi yetu kuna tatizo kubwa tu la miundombinu. Kila anayekuja miundombinu, lakini wanagusa lakini bado hata ile lakini nao linaguswa mwisho bado jitihada zaidi zinahitajika. Na Adrian, pengine tukamatie hapo. Mara hii tuende tupate mapumziko mafupi, punde tutarejea tuweze kufahamu namna ambavyo ninyi TUSPO mnafanya kazi na watu wenye changamoto ya afya ya akili, ama mwenyewe unapenda kuita ulemavu tatizo, ama pia ulemavu wa kisaikolojia. Tarejea mtazamaji, tutakwenda mapumziko mafupi. Na mtazamaji, tumerejea mara baada ya mapumziko hayo mafupi, lakini kama ndio kwanza unajiunga nasi, fahamu ya kwamba unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni kipindi maalum ambapo siku hii ya leo tunaangazia swala zima la uangalizi wa watu wenye ugonjwa wa akili ama ulemavu wa saikolojia. Na pamoja nami hapa katika kipindi hiki maalum niko na Adrian Mwaimu ambaye yeye ni naibu katibu mkuu kutoka TUSPO. TUSPO hii ni taasisi inayotetea haki za watu wenye matatizo ya afya ya akili katika jamii yetu. Sasa wakati ukizungumza kabla ya kwenda mapumziko mafupi, Adrian hapa nilimkatisha, alikuwa akizungumza namna ambavyo TUSPO wanazifikia pengine zile familia ambazo zina ndugu, jamaa, rafiki ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Namna gani sasa wao TUSPO kama watetezi, kama namna ambavyo wenyewe wamejinasibu hapa, wao ni watetezi, mnateteaje hizo? Kwa sababu pia katika jamii yetu awali ulizungumza kwamba kuna baadhi ya familia utakuta hilo tatizo wanakuwa wanachukulia kama vile huyu mtu karogwa, ama huyu mtu vipi. Unaona mtu kishakuwa na changamoto tu hiyo unatengwa. Pengine hata wengine ambao tunawaona tunawashuhudia mtaani hawajaokotwa bajalalani wala hawajaangua kwenye miti, ni mtu kwenye familia hao, kwenye taasisi ya familia. Pengine kuna namna moja ama nyingine familia kuna sehemu hivi ilishindwa kutimiza wajibu wao kuhakikisha kwamba inaweza kumsaidia yule ambaye mwenye changamoto ya afya ya akili. TUSPO sasa, namna gani ninyi mnafanya? Kwa kweli kwetu sisi TUSPO kama TUSPO nimeshakwambia tupo ndani zaidi ya wilaya 16. Bado hatujatimiza na nchi nzima kwa sababu tunaenda mdogo kwa sababu kila tunapoenda unaweza kukuta kuna kipingamizi fulani.
kuna sehemu nyingine labda tuweze kutoka viongozi wote kwenda kutoa darasa darasa liweze kuwafikia na kuingia na kuweza kuwachukua wale walemavu wa saikolojia. Ndio. So TUSPO waga tuna kwanza kabisa viongozi kama viongozi, kwa sababu tuna viongozi kuanzia kata, Ndio. wilaya hadi mikoa. Tunawaambia tuwatafute watu wenye tatizo la akili. Watu hawa wanapatikana wapi? Ndio. Kwanza kabisa tunaanza kwenda mahospitali kuonana na waganga wakuu wanaoshughulika na tatizo la akili. Then ukija wilayani kuna mganga mkuu wa wilaya wa saikolojia. Hata mkoa yupo. Ndio. Lazima utaweza kuwapata. Na ukiweza kuwapata wale nao vile wanajua wenzao walipo. Ile ndo kazi ya viongozi wetu wa wilaya na kata. Na katika kata waga mara nyingi katika hii mikutano ya madiwani, wabunge, sana sana tunawashirikishaga zaidi wajumbe wa mashina. Wajumbe wa mashina. Sababu ndo kwenye kazi yenyewe. Ndo kazi yenyewe pale. Sasa wajumbe wa mashina waga wanatuleteaga yani watu hata zaidi ya 50 ambao wengine waathirika wa saikolojia, wengine waathirika wa viungo, wengine kila mmoja na tunamwambia bwana utuletee jina namba zake ya simu, na tunaomba na msaidizi anayemsaidia awe kama mkewe, mumewe, kwa sababu wale nao katika mfumo wa serikali sasa hivi mlemavu yoyote naye msaidizi wake naye vivyo anatakiwa awepo hata kwenye tukio lolote. Kwa sababu gani? Nikupatie mfano. Mtu wa TUSPO kuna wale wengine ndo kwanza wanaanza tiba. Unajua ameshakaa na ule ugonjwa mpaka umeshakuwa chronic. Sasa hata wewe mwenyewe ukija kukaa naye hapa wewe unaweza kumuogopa. Lakini mimi nikikaa naye naweza kumsoma alafu nikamwambia bwana sikiliza. Yaani kwanza unaanza kujishusha, wewe unakuwa mdogo kwake japo yeye unamwona huyu ni mdogo. Unaanza kujenga naye urafiki kitaratibu. Alafu wewe ukishajenga na mtu mwenye tatizo la akili, yani ni mshikaji sana, ni rafiki sana. Yani hata Mungu mwenyewe anapenda, yani akikuona unaongea naye Mungu mwenyewe anapenda. So mwisho wa siku ndio ile unamwambia bwana hii dawa. Japo wengine wanakuwa gani hawajazoea hata kumeza dawa, wengine unawakuta katika vijiji vyao wamezoea tiba asili kwa waganga. Kila mmoja anakwambia ukalogwa. Na waganga wanavyopenda hela au wakuku wanakwambia nenda kaleta kuku mweupe mwekundu. Huyu kuna ule shangazi yake mtaanza kuleta uhasama kwenye familia. Kwenye familia unakuta familia yote nayo imeshaugua akili. Leo kuta familia nzima imeshaugua akili. Kwa hiyo so vitu vingine Mungu anaepusha kwa namna yake. Naam. So akija TUSPO tunaanza kumnani, mwisho wa siku unaanza kumkuta naye anaanza kuvaa na chomekea. TUSPO tumeshapeleka watu mashuleni. Kuna hizi shule za Masamia hizo za nzisha hizo wanawake bure. Ndio. Kama mimi nimeshapeleka Kigamboni pale wanawake zaidi ya 6. Watoto na sasa hivi huyu mmoja yuko form 3. Ndio. Form 3 na 4 hii QT wanaosoma hizo shule bila shaka umeshanaelewa. TUSPO waga tunajiorganize, tukishafika pale tunaenda kwa ustawi wa jamii tunaingia ngazi hadi ya wilaya. Wilaya najua wale watoto kwa sababu wako pale wanasomeshwa free. Gharama zetu sisi TUSPO waga tunatafuta wadau. Tunaweza kuwachangia uniform, madaftari, basi wanaendelea kusoma. Kwa hiyo TUSPO lazima tutananda manake Mungu awabariki katika hilo. Amina. Nimezungumzia hivyo kwa sababu gani tukaanza kutafuta watu, tunashirikisha watu kama wajumbe mashina ili waweze kutupatia idadi ya watu wenye ulemavu katika kaya zao. Kwa sababu TUSPO ipo katika shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania, ambalo linaitwa SHIVYAWATA. SHIVYAWATA ni shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania. Kwa humo ndani wenye ulemavu tofauti. Yaani humo ndani kuna wale walemavu wa viungo, wale wenye magongo, kuna wheelchair, kuna wasioona, wasiosikia, kuna watu wenye tatizo la ngozi, ukoma. Tupo mule. Yaani viko vyama zaidi ya 14.
SHIVIATA imeorganize. Ndio maana hata kipindi kile Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa aliweza kusema kusaidia mtu mmoja mmoja sitoweza, hebu jiungeni. Ndio maana hata kwenye mpira hauwezi kuisaidia timu moja, unaenda TFF. Umeona shirikisho. Haya, asante sana Adrian, muda si rafiki kwetu, natamani kiukweli tuendelee kuzungumza hapa mengi. Kwanza kabisa nikushukuru kwa muda wako, lakini kwa kushare na hayo yote ambayo hii leo umekuja nayo hapa katika kipindi hiki maalum kabisa. Naamini nafasi bado ipo. Nafasi ipo. Tutakaribisha tena wakati mwingine tuzungumze mengi tu. Na zaidi sana ni uelewa kwa jamii waweze kufahamu kwamba TUSPO mpo. Na nyinyi ni watetezi wa watu wenye matatizo. Na mimi naikamatia hiyo hapo, tatizo la afya ya akili. Na tunahitimisha hivyo. Kwa mtu ambaye anatutazama, labda ana ndugu, ana jamaa, ana rafiki, ana tatizo hilo la afya ya akili, anatamani TUSPO ninyi mumfikie ili aweze kuziishi hizo KK4 ambazo umezungumza, namna gani atawapata? Yani kwa kifupi kwa sasa hivi ningeweza labda kuambia kitu kimoja, watu wote watumaini na imani, wote ni wapenda Mungu na wote ni wacha Mungu na wote wanapenda kuona vitu vinavyotokea really. Wafike katika taasisi yetu ya TUSPO, makao yetu makuu yako pale Pugu pale, au ukiona namna gani wewe piga simu namba 0622 2000060. Nitairudia tena 0622 2000060. Ya direct ukipiga utaambiwa, utapewa mwongozo wote utakaohitaji. Na isitoshe jamani, tunawakaribisha TUSPO. Na vile vile tukumbuke, kwa mtu yeyote mwenye tatizo la akili asikae kusema kwamba eti ananyanyapaliwa au anateseka. Akumbuke yeye mwenyewe sheria Tanzania ina kikatiba, kuna sheria inayomlinda yeye mwenyewe. Hata kama mtu kakuvuta shati, wewe nenda polisi, mpeleke mahakamani. Kuna sheria namba 21 iliyotungwa mwaka 2008. Hiyo inakulinda. Tembea kifua mbele. Unaambiwa hivyo, tembea kifua mbele, kwani kuna sheria ipo kabisa ambayo ni imetungwa mwaka 2008, sheria namba 21. Hii ni sheria ya afya ya akili Tanzania. Asante mtazamaji kwa muda wako. Nikukumbusha kwamba siku hii ya leo nimekuwa na wakati mzuri hapa na naibu katibu mkuu kutoka TUSPO Taifa, ambaye si mwingine ni ndugu Adrian Mwaimu, zaidi sana tukizungumzia uangalizi wa watu wenye ugonjwa ama wenye tatizo la afya ya akili. Asante, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Nikuage kwa heri kwa sasa.